asifiwe. Nakukaribisha shiriki pamoja. Ni siku yetu nyingine tumepata neema kuendelea na maombi yetu na mafundisho ya athari ya viti vya enzi vya miungu. Ikiwa leo ni siku yetu ya 7, tunaendelea kuona neema ya Mungu na tunaendelea kujifunza hatua hadi hatua. Nami natamani niingie moja kwa moja kwenye ujumbe wa siku ya leo na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, ninakushukuru na kulikuza jina lako, ninakushukuru na kuliadhimisha jina lako. Takatifu wa Israeli, Bwana Mungu wa majeshi na Mungu uliye hai. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako ulio mkuu. Asante kwa rehema zako na uaminifu wako ambao unadhihirika kwetu imani hata imani na nguvu hata nguvu. Jidhihirishe tena Mungu katika siku nyingine hii, ili Mungu tuone rehema zako na kile ambacho nalikusudia tukipokea tupate kukipokea Mungu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Tunaendelea na tuliona habari ya kiti na hukumu iliyo ndani ya kiti, na tukaona nafasi juu ya nafasi inavyoweza kumwajibisha akae ndani yake. Sasa leo tutaendelea kuona namna ambavyo nafasi inavyoweza kutumiwa na makuhani wa Shetani. Namna tuliona jana kuhani wa Mungu alivyoweza kutumia nafasi na kutabiri kitu ambacho nje ya matunda yake, nje ya matunda ya akili zake. Alitabiri neno ambalo ni ufunuo ambao ile nafasi ya kuwa kuhani mkuu ilimwajibisha. Leo tuangalie namna ambavyo makuhani wa miungu mingine wanavyoweza kutamka neno la hukumu kupitia ile nguvu ya kiti au nafasi ya ulimwengu wa roho inapomwajibisha kutamka neno. Kumbuka, msingi ni mojawapo ya kiti ni hukumu. Kwa mahali penye kiti kuna hukumu, inaweza ikawa hukumu njema au hukumu mbaya, lakini kwa vyovyote, kwa namna yote, ni kwamba mahali penye kiti kuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 19:1-4 nitasoma hapa. Wafalme wa Kwanza 19:1-4. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyoua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda aihifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wako huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jambo mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya Bethlehemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiombee roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu tunaona ni Eliya, ameenda kufanya kazi kubwa mlima Karmeli. Alifanya vitu ya kiibada na sadaka yake ilijibu kwa moto, na sadaka wale manabii 450 wa Baali haikujibu. Basi watu wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Watu wakamrudia Mungu wao, na Eliya aliwachukua wale manabii 450 wa Baali, akaenda kaua kwa upanga. Sasa ametoka vitani, ameshinda vita, ameshughulikia madhabahu ya Baali na watu wamemrudia Mungu. Madhabahu za ndani zimefunguka na madhabahu za nje zimeangushwa na madhabahu ya Bwana imetengenezwa. Sasa Eliya ametoka, sasa anarudi nchini. Kuna mwanamke anaitwa Yezebeli, ni malkia, ni mke wa Ahabu, ametolewa kwa watu wa miungu migeni huko kwa Moabu, si watu gani.
Sasa yuko pale kama malkia. Sasa mahali Ahabu amekaa, alikuwa ni mfalme wa Israeli, lakini kiti cha Mungu aliye hai alikiacha, akamwoa mwanamke wa miungu migeni. Alipokuja na miungu yake, kile kiti cha Yezebeli cha miungu ya Baali ndicho ambacho kilisimikwa kikamiliki na kutawala kwenye taifa zima. Kwa Ahabu akichochona Yezebeli, alifanya machukizo mengi, alifanya maovu mengi, mpaka alitamani kiwanja cha Nabothi Yezreeli. Nabothi alipotambua auza kagoma, basi Yezebeli akamwambia usipate shida, kesho nakupa hicho kiwanja. Akafanya mipango ya uovu, akatengeneza hila, akatuma watu wakamuua Nabothi, akamwambia nenda katamalaki kiwanja, maana sasa aliyekizuia ameshakufa, koni cha kwako. Kwa hiyo Yezebeli kupitia kiti cha enzi cha miungu ya Baali aliweza kukontrol taifa zima, aliweza kumkontrol mfalme. Kumbuka, kiti ni nafasi ya ulimwengu wa roho inatengeneza mfumo wa kimaisha eneo. Sasa tuchukua hatua Yezebeli, cha kwanza alikuwa ni mke. Kama ni mke, ndani ya familia yake alikuwa na kiti chake cha enzi ambacho kiliteza mfumo ndani ya familia kati yake na mume wake na watoto wake. Lakini Ahabu alikuwa na ukoo, kwa kile kiti pia kiliruhusu mfumo ndani ya ukoo wa Ahabu. Lakini Ahabu alikuwa na kabila, hicho kiti pia kiliathiri kabila. Lakini tunaona kwa sababu Ahabu alikuwa ni mfalme, alikuwa na cheo cha kuongoza taifa zima, kwa kile kiti kilipewa nafasi ya kushughulika na taifa zima. Akajitengeneza manabii 450, akajitengeneza na vitu kadha wa kadha, akajenga madhabahu ya Baali, akaweka na mashera, akafanya vitu kadha wa kadha, jenga na mahekalu ya Baali. Kwa hiyo sasa taifa likakengeusha, likamwabudu Baali. Uone nguvu ya kiti inavyoweza ikatumia mtu mmoja kuleta athari kwenye familia, kwenye lugha, kwenye jamaa, kabila na taifa. Sasa Ahabu, Mungu sana anataka kuleta ukombozi, kutoa kile kiti kukishughulikia. Sasa Elia akachukua hatua ya kwanza kwenda kushughulikia madhabahu ya Baali na manabii wa Baali. Akafanya vita, akaishinda ile madhabahu ya Baali, akawashinda na makuhani wa Baali. Sasa kumbe kiti cha enzi alikalia Yezebeli, na Yezebeli alikuwa ndio kuhani ile madhabahu. Jana tumeona kuhani mkuu akasema yamfaa mtu mmoja afe kwa ajili ya wengine, taifa zima lisiangamie. Pale chini akasema aliyanena haya pasipo maamuzi ya nafsi, kwa sababu alikuwa kuhani mkuu. Kwa nafasi ya kuwa kuhani mkuu, alitamka neno la hukumu, alitabiri neno la kihukumu na likatokea, lakini alitamka pasipo hola. Kiti kilitamka kupitia kuhani mkuu. Sasa na hapa Yezebeli akasema miungu na wanifanyie hivi na kuzidi, sipofanya kesho majira kama roho kama mojawapo ya hapa. Kwa hiyo alitamka neno akiwa kwenye nafasi, akiwakilisha miungu, kwa neno lake ni hukumu. Kumbuka, kiti cha Mungu misingi yake ni hukumu na haki. Sasa kiti cha shetani misingi yake imebeba mauti na uovu na uharibifu na kufanya vita. Tunaona kule ile kiti, ile mnyama alipopewa kiti, akapewa kufanya vita na watakatifu, akapewa uwezo juu ya lugha, jamaa, kabila na taifa. Sasa tunaona kiti hapa kimeweza kucheza hasa kimadili na taifa, na taifa zima limekamatwa na kiti, na ameinuka nabii wa Bwana, amefanya vita na madhabahu yake. Sasa kuhani wa kiti ameketi kwenye kiti, akatamka neno kwenye kiti. Fikiri, Elia amefanya vita na manabii 450 akashinda, madhabahu kaishinda, lakini vita ya kiti ikamfanya Elia akafunga. Elia akachoka, akakata tamaa,
akatembea njiani, akafika akamwacha yule aliyekuwa na msaidizi wake anayemwombea, anayemtia moyo, akajitenga naye, akatembea mwendo mzima, siku nzima jangwani, akafika mahali akajiombea roho yake afa. Kwa tamko la mauti kwamba kesho majira haya utakufa, kabla hajakuja Yezebeli, roho ya mauti ilishamfuata kupitia nguvu ya neno la Yezebeli, kupitia nafasi ya miungu. Sema miungu anifanyie hivi na kuzidi. Kwa hiyo alijiapiza kwa miungu yake, akiwa ni kuhani hiyo miungu, lakini akiwa ameketi kwenye kiti. Sababu malikia ana kiti chake, na yeye aliketi kwenye kiti cha umalikia wa ile miungu migeni, akaathiri taifa zima, lakini akafanya vita na mtumishi wa Bwana. Mtumishi akafadhaika kabisa, akatamani kufa. Kumbuka kwenye Ufunuo, tuli kwenye pointi panasema akapewa kufanya vita na watakatifu. Kwa kazi ya kiti inafanya vita na watakatifu. Kwa hiyo mambo tunayoomba, hebu fikiri kiwango cha Elia. Anaomba moto ushuke, anaomba watu majeshi 50 wanaliwa na moto, kundi la kwanza, kundi la pili wanaliwa na moto, lakini tamko la kuhani wa miungu Yezebeli lilimaliza nguvu kabisa. Mungu atusaidie sana. Sasa nataka nirutie moyo kwamba haijalishi kunapita kwenye vita kiwango gani, kama kuna vita imekusimamia kuone upenyo, hiyo ni vita miungu, hiyo ni vita kiti cha enzi cha miungu. Kwa hiyo tunapozidi kuingia ndani na kuomba zaidi, ndivyo unavyoshughulikia athari ya viti vya enzi, na utasimama kwa mamlaka na kufungua vilivyoshikiliwa. Utasimama kwa mamlaka ukijitoa kwenye athari, ukishughulikia athari ya viti vya enzi ndani ya taifa, ndani ya jamaa, ndani ya lugha, ndani ya kabila, kwa sababu Bwana Yesu alipochinjwa alinunua waliouzwa kwenye kiti ndani ya taifa, lugha, jamaa na kabila. Kwa hiyo haijalishi wamefanya matambiko kiwango gani, lakini madhabahu yenye nguvu ya damu ya Yesu ina uwezo wa kukununua huko ulikouzwa, kukununua kwenye taifa, kukununua kwenye jamaa, kukununua kwenye lugha, kukununua kwenye kabila, ukatengwa na athari za viti vya enzi vya miungu. Hapo ndipo utaanza kuchanua, utaona hatima yako inachipuka, utaona unachokifanya kinafanikiwa. Kwa Mungu akutie nguvu na mnajitie nguvu kwa Bwana. Kumbuka Mungu alisemesha kwamba ujumbe huu anakwenda kuyaponya mataifa. Ulioko Tanzania unakwenda kuponya kupitia maombi na ujumbe huu. Ulioko Kenya, ulioko Uganda, ulioko Ulaya, ulioko Amerika, unakwenda kuponywa kupitia ujumbe. Kikubwa ni kujenga imani. Yote yawezekana kwa kiamini. Hebu fikiri, Mungu amenipa hii neema kusimama hivi, na ni jeshi la mtu mmoja, na nimesimama hapa pamoja na Yesu, na amenipa muda. Simama, tena neno kwa watoto wangu, hubiri habari njema za ufalme wangu. Kile Mungu amenipa neema kuweka bando 70,000 kwa mwezi ili kupata wifi, kuweka ufanye wifi unlimited. Mungu amenipa kutenga na muda. Sasa haya yote Mungu amenipa kulipa gharama kwa ajili yako. Sasa dia sema msipungukie neema ya Mungu. Kama Mungu amenipa nafasi kama hii, nisimame kwenye nafasi ya ukuhani ili uvuke. Mimi nakuambia kwamba muamini Mungu. Mungu yupo aliyekupa kusikia ujumbe, ana majibu yako, na anachotaka ni kushughulikia athari ya viti vya enzi vya miungu ili kwamba upate upenyo na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kufanya maombi ya toba juu ya athari ya matamko ya makuhani juu ya maisha yako. Yule kuhani Yezebeli tamka neno la Elia, ile neno lilimaliza, ile neno lilimpeleka mahali pagumu, neno liliachilia roho ya mauti. Yumkini kuna mauti ipo kwenye uchumi, kuna mauti ipo kwenye ndoa, kuna mauti ipo kwa watoto,
kuna mauti ipo kwenye huduma, lakini hicho kitu ni athari ya matamko ya makuhani kwenye ukoo wako. Kisha tutaangalia athari inavyoweza kutendea vizazi vinne, lakini natamani leo tupite tu kwenye toba, ni namna ambavyo kuna matamko. Yezebeli alipotamka neno lilimweka mahali pagumu sana nabii wa Bwana Eliya. Kwa nguvu ya kiti ilimwathiri Eliya, lakini Mungu baadaye alimfuata akasimamisha, akasonga mbele. Sasa kama Eliya alisimamisha mara ya pili akasonga mbele, na watu wana nafasi sana tena kusonga mbele. Haijalishi na magumu kiasi gani, iko neema Mungu sasa kukusaidia. Twende tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninakushukuru umetupa nafasi ya kuweko mbele za madhabahu yako. Tumeachilia hii neema. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wanafuatilia maombi haya kutoka mataifa mbalimbali, kutoka lugha tofauti, kutoka kabila mbalimbali, kutoka koo mbalimbali au jamaa mbalimbali. Umeruhusu kuzijua siri za ufalme wako katika majira haya nenye kupendeza. Baba, tushughulikia athari ya viti vya enzi vya miungu. Baba, tumeona jana ile kuhani mkuu alisimama kwenye nafasi ya kuhani akatabiri neno, kwa sababu alikuwa kuhani mkuu wakati ule. Lakini tumeona kuhani Yezebeli anatamka neno juu ya mtumishi wako Eliya, na Eliya akachoka kabisa, mpaka walimpata ukampa mkate tena na maji, ukampa mara ya pili ukimwambia neno la malaika ya kama inuka ule unye, maana safari yako ni ndefu. Kwa nguvu ya kile chakula litenda siku 40 usiku na mchana. Baba, nami umetupa mkate huu kwa majira haya, maana kuna vitu vimekufa. Yako matamko ya makuhani, wametamka ndani ya familia, wametamka ndani ya ukoo, wametamka ndani ya taifa, wametamka ndani ya kabila, na kuna athari za maneno ya hukumu kupitia kiti. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako ambao wanafuatilia sasa hivi Facebook live, hata wale ambao watafuatilia YouTube muda mchache. Bwana, nasimama kwa toba Bwana, hata wale ambao kwenye magrupu ya maombi, hata wale watakao share kwa ndugu zao. Baba, kila ambao Bwana mtikia huu Baba, ndani ya taifa la Tanzania, ndani ya mataifa mbalimbali, Mungu umesema ujumbe huu ni wa kuyaponya mataifa. Baba, nasimama kwa toba juu ya athari ya maneno yaliyotamkwa na makuhani wakikaa kwenye viti vyao vya enzi vya miungu. Walijiapiza kwa miungu, wakatamka maneno yameachilia mauti kwenye uchumi, yameachilia mauti kwenye ndoa, yameachilia mauti kwenye utumishi, yameachilia mauti kwenye elimu, yameachilia mauti kwa watoto. Nasimama kwa toba juu ya haya maneno. Naomba toba, naomba rehema. Maneno yote ambayo yametamkwa kwa namna tofauti na kwa njia tofauti, naomba toba, ninaomba leo rehema. Naomba toba juu ya kila matamko, naomba toba juu ya kila maneno, naomba toba juu ya kila ambacho inaachiliwa. Bwana, nasimama kwa toba kwa damu ya Yesu. Nasimama kwa toba na kuachilia damu ya Yesu. Nasimama kwa toba na kunyunyiza damu ya Yesu. Haya maneno ambayo yametamkwa, Bwana, nasimama kwa toba na kuachilia damu ya Yesu. Baba, nikiachia neno lako la Isaya 7:7, maneno hayatakola, hayatasimama katika jina la Yesu. Matamko yaliyotamkwa na hukumu ya Mungu, batilisha mashauri ya mataifa, kono kubatilisha hizo hukumu ambazo zimetamkwa kwa watoto wako. Wengine wametamkwa kwamba hawatafunga ndoa, wengine wametamkwa watakuwa na wake wawili, wengine wametamkwa juu ya ndoa za mitala, wengine wametamkiwa limit ya miaka ya kuishi, wengine wametamkiwa kwa kuweka ukomo kwenye uchumi, wametamkiwa vitu kadha wa kadha. Baba, katika jina la Yesu, nasimama mbele ya madhabahu yako Baba, nikitengua kila hukumu ambazo zimetamkwa, Bwana, kutoka kwenye hizo madhabahu, zile hukumu ambazo zimetamkwa, ambazo zimenenwa kwenye madhabahu za ukoo, Bwana, kwenye madhabahu
madhabahu za kitaifa na yamegusa, yameathiri maisha ya mtoto wako anayefuatilia Facebook, anayefuatilia YouTube, katika jina la Yesu inabatilisha hizo hukumu, inabatilisha haya matamko, hayatakuwa, hayatasimama katika jina la Yesu. Damu Yesu ninyunyiza sasa, haya maneno yalipotamka yakawekwa rekodi kwenye ardhi ya mahali pamewekwa rekodi, inanyunyiza damu ya Yesu, inanyunyiza damu ya Yesu, inanyunyiza damu sikanene mema, na kutengwa kila matamko, na kutengwa kila maneno, na kutengwa kila ishara zozote za miungu, ishara zozote ambazo zimetamkwa Bwana kwenye kila viti vya enzi vya ukoo, kwenye kila viti vya enzi vya miungu, leo ninatengua kwa damu ya Yesu, hayatakuwa, hayatasimama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako wenye nguvu, mkono wako ulio hodari uingie kazini sasa Baba, kwa ajili ya kuleta ukombozi katika jina la Yesu, kwa damu Yesu. Nakuamini Mungu umetenda, maana umesema unapita ukiponya mataifa, nami naomba mkono wako upite sasa na kushughulikia athari za viti vya enzi vya miungu, na kuponya watoto wako, na kuponya familia zao, na kuponya maisha yao katika jina la Yesu. Mungu, utukufu wako kurudie unapotenda kati ya watoto wako, sifa na utukufu na heshima ni yako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Mungu wangu akubariki sana, Mungu wangu akutunze, na neema ya Mungu iongezeke juu yako. Mungu ajitukuze, ajiridhishe kwako na